Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. I am happy this morning. Nimefurahia asubuhi ya leo because God has given me breath of life. Kwa sababu Mungu ameweza kunipa uhai. And as the word was on Sunday, kama jinsi andiko lilivyokuwa Jumapili, and the Lord led the Israelites from Oboth, a place of scarcity, to a place of plenty. Kwa sababu Mungu aliweza kutuzungumzia kuhusu Oboth, ambapo walitoka mahali ambapo hapakuwa mpaka mahali kulikuwa na wingi. And now God has taken us to a place of plenty. He has taken us to Beersheba. Na sasa Mungu ametupeleka mahali ambapo kuna wingi katika Beersheba. This has been a week of plenty and of many blessings. Hii imekuwa wiki au juma la baraka mingi. In real life, in my life, katika hali ya kawaida katika maisha yake, I have received many blessings from the Lord. Amepokea baraka nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. And this week I've gone to Narok. Wiki hii ametembea kule Narok. And I've come back with the peace of the Lord. Na amerudi huku akiwa na amani ya Mungu. And God is so faithful. We have been able to feed people. Na Mungu ni mwaminifu sana, waliweza kulisha watu who have families, ambao wako na familia. You can imagine how many people God made us feed last week. Unaweza tafakari uone waliweza kulisha watu wangapi. This is the grace of God. Hii ni neema ya Mungu. Amen. Amen. The word of God says you should never close your ear to a hungry person. Andiko la Mungu linatuambia kwamba usifunge sikio lako kwa ambaye ako na njaa. And I believe like God will keep opening up our arms so that more people can be fed. Naamini ya kwamba Mungu ataendelea kufungua njia kwa watu wengi ili waweze kulishwa. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. The one that we are going to share today is a lesson about how to grow as a Christian. Ambacho tutaenda kuzungumzia siku ya leo ni jinsi ya kukua kama Mkristo. The word of God in the book of John, chapter 1, verses 12 says, katika kitabu cha John chapter 1 verse 12 inasema, I'm going to read, as many as received him, to them he gave the power to become sons of God, even to them that believe in his name, which are born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but God. Amen. Amen. We have been made, since we have been born by the Lord, we have been made children of God. Kwa sababu tumezaliwa ndani ya Mungu, tumefanywa watoto wa Mungu. And since we belong to God, na kwa sababu tu wa Mungu, we are sons and daughters of the living God. Sisi ni wa Mungu. That is why we move around with confidence. Hiyo ndio sababu tunatembea kwa ujasiri. Because God has redeemed us from the curse of sin. Kwa sababu Mungu aliweza kututoa katika dhambi. And we rejoice and proclaim the sonship and claim anything that belongs to a son. Kwa sababu tunafurahia na tunajaribu kusimamia haki ya kuwa wewe ni mlinzi kama kijana. Just as we have sons who require of us kama to give them the inheritance. Kama jinsi tuna watoto ambao wanataka urithi kutoka kwetu. And the father, feeling that he has a son, he has people who look upon him, works harder in order to give them something. Na baba kwa sababu anajua kuna watu ambao wanamwangalia, anafanya kazi kwa bidii sana ili aweze kuwarithi. Also works hard in order to provide for them whatever they desire for life. Na anafanya kazi kwa bidii sana ili aweze kuwapa ambacho wanahitaji katika maisha. That is not different from our living God. Hiyo si tofauti na kwa Mwenyezi Mungu. He works hard to make sure that he gives us the desire of our heart. Anafanya bidii ili sisi tupate ambayo tunatamani kwa roho zetu. So the Bible says that his ears listen to our prayers. Kwa sababu andiko linasema ya kwamba masikio yake yanasikia maombi yetu. And he is able to fulfill the desire of our hearts that the Bible says. Na kuna uwezo wa kutimiza ambayo roho zetu zinataka. Another thing, once you welcome Jesus Christ to be your personal savior, jambo jingine ukimkaribisha Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, he builds a temple in your heart. Anatengeneza hekalo katika roho yako. So you allow him to dwell in there. Unakubali aishi hapo. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. And since it is God indwelling in you, na kwa sababu ni Mungu
Mungu ambaye anaishi ndani yako. He enables you to get the confidence of a son. Anakusaidia wewe ukuwe na ujasiri wa kuwa kijana. And to have that joy and to speak with his power. Na uweze kuwa na ile nguvu kama kijana wake. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. The book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17 anasema, it says if anyone is in Christ, he is a new creation. Kama mmoja ako ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. The old has gone and the new has come. Ya kale yamepita na mapya yamekuja. Hallelujah. Amen. How good is that? Ni vizuri aje hivi. To have your old wiped away and covered by the new. Yale ya kale yakiwa yameshapita na yakasahaulika na mapya yakaja. How good is it to desire to be renewed? Ni vizuri aje kutamani wewe ufanywe upya. That automatically happens once you welcome Jesus Christ in your heart. Hiyo inafanyika punde tu ukimkaribisha Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. He comes in your heart to be the Lord and Savior. Akikuja ndani ya maisha yako anakuwa kiongozi wa maisha yako. And that comes along with all the lives of a child of God. Hiyo inakuja kama mtoto wake Yesu Kristo. Amen. Amen. Consider this. Angalia haya. Once you come to Christ, just as trees grow in the soil. Ukikuja kwa Yesu kama mti unavyokuwa kule mchangani. Because normally a tree grows in soil to derive all the nutrients it requires to grow. Kwa sababu mti unakuwa kutoka kwa mchanga, unapokea kila kitu ili ukue kutoka kwa mchanga. Just as a fish cannot live unless it's in the water. Kama jinsi samaki hawezi ishi kwa sababu akiwa hawezi ishi kama yuko ndani ya maji. Also, the bulbs like this ones we have, they cannot grow unless they are connected to an electric socket. Hii taa ya stima haiwezi waka kama haijaunganishwa na stima. That is why once you become a Christian, once you give your life to the Lord, you need to be connected to Jesus Christ. Hiyo ndio sababu ukikuwa mtoto wa Mungu lazima uweze kushikanishwa na Yesu Kristo. In order for you to live, ili wewe uishi, so that you can breathe in and breathe out. ili wewe uishi, uvute pumzi ndani na nje. So you can drink plenty of the Holy Spirit. Ili uweze kupokea Roho Mtakatifu mwingi. In order for all that to happen, you have to be connected to the church of God. Ili haya yote yaweze kufanyika, lazima umpokee, uweze kuunganishwa na mtoto wake Mungu. You have to be connected to a church. Lazima uunganishwe na kanisa. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Because a church becomes like a nursery where we plant our seedlings to grow. Kwa sababu kanisa ni kama mahali ambapo unaweka mbegu ili ziweze kumea. And there they are nurtured and they are watered and they are put all the nutrients required for growth. Na mahali pale zinalishwa na kila kitu ili ziweze kukua. And that's a church is like a nursery where after you have grown, then you will be transplanted to a place. That means like when you receive the Holy Spirit and you become of age, God will put you in a place where you shall flourish. Kanisa ni kama chekechea ambapo unawekwa, unakuwa kidogo, alafu unapewa uhuru wa kwenda mahali kwingine kwa sababu umeshakuwa. It is a great sadness to feel like there are people who remain in church without growth, and you find a person 10 years old in the church and still is a baby. Unapata ya kwamba kuna watu ambao wanaishi kanisani kwa miaka mingi sana, hata kama 10, na unapata ya kwamba hawajakuwa kiroho. Because trees are not required to live in the nursery forever. Kwa sababu mti haustahili kuishi pale kwa miaka mingi. It's supposed to be there for a short time, and when it is of a certain height, then it is transplanted to a place. Inaishi pale kwa kiwango cha muda mfupi sana, alafu unatolewa inaenda inapandwa mahali pengine pazuri. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. That is when you come to the church and you are receptive to the word of God, the Lord enables you to grow and you become a person of a stature so that you can be sent out to minister. Hiyo ndio sababu unakuja kanisani, unaweza kusikiza na kupata neno na unaweza kukua, alafu unaweza kutumwa mahali kwingine. Blessed be the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. And because the fire of the Holy Spirit is within, na kwa sababu moto wa Roho Mtakatifu uko hapa, you are enabled to grow just like these bulbs have been enabled by
kuwa kama jinsi taa kama hii inaweza kuona. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana You libarikiwe. have to be attending the church, attending the sanctuary, attending the Christians' gathering, so that you can drink and eat. Unastahili kwenda katika kanisa ili uweze kupata kukula na kunywa. For instance, like now, people are not going to church. Kwa mfano kama sasa watu hawaendi kanisani. You may ask, where can I go? Unaweza kujiuliza wapi mimi nitaenda? But I believe there is a neighbor around you who is a Christian. Lakini naamini ya kwamba kuna ambaye amekukaribia ambaye ni Mkristo. There's a brother or a sister you know strong in the Lord and walking in holiness. Kuna ndugu na au dada ambaye unaamini ya kwamba anatembea katika utakatifu. Go to that person and then share your heart with him. Enda kwa yule mtu na uweze kujadili na yeye. Become a friend to the Bible. Kuwa rafiki na Biblia. Read the word of God and share your word even to other people. Soma neno la Mungu na uweze kulieneza kwa watu wengine. That will help you to grow. Hiyo itakusaidia wewe kukua. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Once you join a church or you come to a place like here, you become a child, you become a member of the family of God. Ukijiunga na kanisa au kuja mahali kama hapa, wewe unakuwa mshiriki au mtoto wa Mungu. And normally in a family there is a father, there is a mother. Na katika familia kuna baba na mama. And there is provision of whatever is needed for a child to grow. Na kuna kupewa kila kitu au haki ambayo unastahili ili wewe ukue. That's just like when you come to the church, there is a pastor, there is a mother, there is a father. Everything that you need is you are nourished. Hiyo ni mfano pia ukikuja kanisani ujue kwamba kuna kasisi, kuna baba na mama, utakuwa hata kwa sababu utalishwa na kila kitu. And normally as a child you do not want to be alone, like the only child. Wewe kama mtoto huwezi taka kukua wewe peke yako. So normally you find their brothers, their sisters in that family. Utapata ya kwamba kuna ndugu na dada katika ile familia. Who can encourage you, who can like give you the morale to remain firm in the Lord. Ambao watakutia nguvu na wataweza kukuonyesha kwamba unastahili kuishi katika uwepo wa Mungu. And then there is the word of God that's ministered every time. Na hiyo ndio andiko la Mungu ambalo linahubiriwa kila wakati. And as that word is being preached, you eat and you are full. Andiko lile au mahubiri yale yakiendelea, wewe unakula na kunywa, unashiba. And then we worship the Lord and the presence of the Holy Spirit comes and we are able to breathe the Holy Spirit within us. Tunamtukuza Mungu, Roho Mtakatifu anaweza kushuka kwa sababu ako kati yetu. And that is why in the midst of God's congregation there is a lot of healing. Kwa sababu na hiyo ndio sababu mahali ambapo kuna mkusanyiko wa watu wa Mungu kuna uponyaji mwingi. Let me give you a simple example of the power of healing. Wacha nikupe mfano mdogo sana ya nguvu ya kuponywa. When we come to the Lord, we are electrified. We are given the power of God. It's like electricity. Tukikuja kwa Mungu tunapewa nguvu kama ile ya stima. When we are in the fellowship. Tukikuwa katika ushirika. So when I see my brother is enabled by the Lord to worship God with power, I also receive that kind of power and I am also able to worship and glorify God. Nikiona ndugu yangu amepata nguvu ya kumshujudu Mungu, hata mimi napokea ile nguvu naweza kumshujudu zaidi. It is like I am electrified. It's like I am electrified within myself. Ni kama naunganishwa na umeme mimi mwenyewe. And then I become like so powerful. Na naweza kuwa na nguvu zaidi. And once I praise God and I worship Him, He comes down to worship together with me. Na nikimtukuza Mungu naona ya kwamba anakuja. And then the doors of the Holy Spirit are open for the Holy Spirit to come within us and intercede for us. Na milango ya Roho Mtakatifu inafunguliwa, Roho Mtakatifu anakuja ndani yetu. Amen. Amen. And the Holy Spirit is the fullness of God. Na Roho Mtakatifu ni ujazo wake Mungu. And every time He comes, there is provision of everything that is required. Na wakati amekuja kuna kupokea kila kitu ambacho unataka. Come there, you are sick, you receive your healing. Kama ulikuwa mgonjwa unapokea uponyaji. Come here downcasted, you are uplifted. Kama ulikuwa chini wewe unainuliwa. Hallelujah. Amen. That's the work of the Holy Spirit. Hiyo ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. And that is the power of attending a fellowship, a gathering of Christians. Na hiyo ndio muhimu wa kutembea katika ushirika. And that helps you to grow. Na inakusaidia wewe kukua. That helps you to be transformed. Inakusaidia wewe kubadilishwa. That helps you to receive the
mtakatifu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana So libarikiwe. even when you go back home, Hata ukirudi kule manyumbani, you feel that joy, you feel that relief, you feel all the depression is gone. Unahisi yale yote au mzigo wote ambao ulikuwa nao umeweza kuondolewa. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Normally we say you cannot be a sailor without going to the sea. Huwezi kuwa mpiga bizi kama hujatembea kule baharini. Because sailors are the people who work in the ships and they sail from one place to another. Ambao wanafanya kazi kule baharini wanashirikiana. So if you become a Christian, ukikuwa Mkristo, you have to be affiliated to the ship that goes to heaven. Lazima uunganishwe na ile meli ambayo inaenda mbinguni. And I think that's why there is this one fellowship. Na naamini ya kwamba hiyo ndio sababu kuna ile fellowship. That means they are fellows, they are friends in one ship heading to a place. Hiyo inamaanisha kwamba kuna wale ambao mnatembea mahali pamoja. Amen. Amen. And the Lord, the fellowship, the ship of Christians cannot sink in the water because Jesus Christ is there. Na ile meli ya Wakristo haiwezi zama kwa sababu Yesu Kristo yupo pale. Hallelujah. Amen. If you are a Christian, you cannot keep away from the church because the fire of the Spirit will go cold. Kama wewe ni Mkristo, huwezi potelea kanisa kwa sababu moto wa Kristo utaweza kupoa. Amen. Amen. If you are swimming instructor, kama wewe ni mwalimu wa kufundisha kuogelea, you cannot be a swimming instructor unless you go into the water and swim as you show people how to do it. Huwezi kuwa mwalimu wa kuogelea mpaka wewe mwenyewe uogelee wale wengine wakiona. You know, those are facts just to show you, like, once you come to Christ, it's like when a lady is married, you become a member of that family because you are married. Hiyo ni kama mfano ya kwamba msichana akioleka anakuwa wa familia ile kwa sababu ashaoleka. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Another point, you become a soldier of Christ. Unakuwa askari wa Kristo. And you cannot be a soldier alone. Huwezi kuwa askari peke yako. Amen. Amen. Normally we see in the governments, soldiers are sent in twos. Tunaona katika serikali ya kwamba askari wanatumwa wawili. Either sent in pairs or troops or battalions. Wanatumwa kama battalion au kiwango kikubwa. Amen. Amen. Because you are not a member of a family alone. Kwa sababu wewe si wa familia ukiwa peke yako. You are not a soldier of a nation that has only you in the whole community. Wewe si askari peke yako katika jamii yote. Amen. Amen. Because God has to give you a person who can strengthen you in time of Kwa sababu Mungu lazima akupe mtu mwingine wa kukutia nguvu katika safari. Even when Jesus was sending the disciples, he sent them in pairs. Hata wakati Yesu alikuwa anatuma wanafunzi wake, alikuwa anawatuma wawili. Even Solomon in the song says when two, he says that two are better than one. Hata Solomon katika kitabu cha Solomon anasema ya kwamba wawili ni vizuri kuliko mmoja. Because he says one can be down and can be lifted by the other. Mmoja anaweza kuwa chini na anaweza inuliwa na yule mwingine. Na mwili umejazwa wakati viungo vyote vipo. Because you are a part of the body of Christ. Kwa sababu wewe ni mmoja wa Kristo. That is why you come to church to bring that organ to unite with the other organ to make a full body. Hiyo ndio sababu unakuja kanisani kuleta kiungo chako na cha yule mwingine mkue mwili mmoja. So that all the organs combined together become a whole body of Christ and as you worship. Ili viungo vyote vikiunganishwa vinakuwa mwili mmoja tunapoabudu. Blessed be the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. The other point is you have to study the word of God. Lazima usome neno la Mungu. You know, these days, the word of God has been put in so many versions. Andiko la Mungu limewekwa katika njia tofauti. Like now, I have an audio Bible. Ako na Biblia ambayo imesema. So I can set my Bible, the verse I want to listen to. Naweza iweka na niseme ya kwamba nataka kusikiza hapa na
niambie. And I can listen to that Bible as I do my normal job. Na mimi naweza isikiza nikiendelea kufanya kazi yangu. Even the phones that we have. Hata simu ambazo tuko nazo. They have the audio Bible. Ziko na Biblia ambazo zinasema. So you can also be able to reason the audio Bible as you do your normal work. Unaweza sikiza neno ukiendelea na kufanya kazi yako. The Bible says the word of God is the food for the soul. Andiko la Mungu linasema ya kwamba neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Amen. Amen. In the book of John chapter 6 verse 55 it says, "For my word is little food and my blood is little drink." Amen. Amen. In the book of Romans chapter 10 verse 17 says, "Faith comes by hearing and hearing by the word of God." Imani inakuja kwa kusikiza kwa neno la Mungu. Amen. Amen. So, if faith comes by hearing, and not only one time, it's hearing and hearing and hearing by the word of God. Imani inakuja kwa kusikiza, na si kusikiza tu, ni kusikiza na kusikiza neno la Mungu. So you need to have some time, and most of your time, listening to the word of God, because that helps you to understand and to know God better. Unastahili kuwa na wakati mwingi wa kusikiza neno la Mungu ili ujue Mungu zaidi. When you continue listening to the word of God, it becomes part of you. Ukiendelea kusikiza neno la Mungu, anakuwa ndani yako. And then God is able to minister to you through the conscience. Na Mungu anaweza kukutendea kwa kupitia yale ambayo unasikia. As you are being drifted away, the word of God reminds you and you get back because you have it in your. Ukienda kuondolewa njia, neno la Mungu linakurejesha kwa sababu liko ndani yako. It makes easy for the Holy Spirit to minister to you. Inakuwa rahisi sana kwa sababu Roho Mtakatifu atakuzungumzia wewe. Through that word that you know. Kwa kupitia hilo neno ambalo unajua. You got that? Umepata hayo? Amen. Amen. The Bible has the mind of God. Biblia iko na mawazo ya Mungu. The Bible is a map that leads you to the ways of God. Ni kama map ambayo inakuonyesha njia ya kwenda kwa Mungu. Amen. Amen. It is the pilgrim staff. Ni yule mkogojo wa msafiri. Amen. Amen. When you are going on safari and you have that staff, ukiwa na ule mkogojo ukienda katika safari, sometimes even in the night you cannot see the ground. Now with that stuff you are able to know like where to go. Wakati mwingine kwa safari ukiwa na giza unapata ya kwamba huoni mahali, lakini ukiwa na ule mkogojo unaweza kutembea. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. As you hear the word of God, as you read or as you reason from somewhere, ukisikia neno la Mungu au ukilisikiza kutoka mahali pengine, and the seed is planted in your heart, hiyo mbegu inapandwa ndani ya roho yako. it is supposed to grow. Inastahili kukua. And it pushes you to believe. Na inakusukuma wewe kuamini. And you become a believer. Na unakuwa muamini. But the word of God in the book of Hebrews chapter 11 verse 6. Kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6 inasema, it says without faith it's impossible to please God. Bila imani haiwezekani kumfurahisha Mungu. Because those who come to the Lord must believe that He is, and He is the rewarder of those who trust in Him. Lazima amini ya kwamba yeye ndiye alipo na analipa ambao wanamtumaini. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So you read the word of God and become wise. Usome neno la Mungu na ukue mwerevu. You read the word of God, you believe it. Usome neno la Mungu na uliamini. And then you succeed in life. Na unaweza kuwa wa kunawili. Amen. Amen. And then you apply the word of God in your life. Na uitumie katika maisha yako. And then you are transformed. Na unaweza kubadilishwa. The other point is prayer. Jambo jingine ni kuomba. Prayer is our spiritual communication with God. Ombi ni njia Kristo ya kuzungumza na Mungu. Communing with God, it also helps Him to know Him better. Naamini ya kwamba ukiendelea kushiriki na Mungu, inakusaidia wewe kumjua zaidi. And you are able to know
the mind of God even as you live on earth. Na unaweza kujua fikra za Mungu hata ukiishi humu duniani. And we have seen examples in the Bible like Esther. Tumepata mfano kama vile Esther. When Esther prayed to God and all the Jews were saved in Susa. Na wakati aliomba na wote the Jews in Susa were not Jews ambao walikuwa kule Susa wote wakaweza kuokolewa. And we also see another example of Daniel. Tunapata mfano mwingine wa Danieli. But Daniel read the scripture and realized that Israel was supposed to be delivered from Babylon after 70 years. God did so. Ambapo alisoma neno na akajua ya kwamba wana Israeli walifaa kuondolewa kutoka kule Babylon kwa miaka 70. Yeye Mungu aliweza kufanya yale. He claimed that promise to God and God fulfilled it. Alihimiza Mungu na Mungu akaweza kutimiza yale. See another example when Peter was in prison. Mfano mwingine ni wakati Petero alikuwa kule gerezani. And the church was praying at John Mark's house. Na kanisa lilikuwa linaomba katika John Mark's nyumba. We see God by his power send an angel to loosen the fetters on Peter and set him free. Tunaona ya kwamba Mungu aliweza kutuma Roho Mtakatifu akaweza kulegeza zile kamba na yeye akaweza kutoka. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Power of prayer. Nguvu ya maombi. Prayer works like an antivirus when it is inserted in a computer. It cleans out all the viruses out. Inafanya kama ile antivirus ambao ukiweka kwa tarakilishi inaweza kutoa zile zote ambazo ni mbaya na inaziosha. Amen. Amen. That's the power. I'm bringing an example to show you the power of prayer and how it changes life. Na kuletea mfano ili uweze kuona jinsi maombi inabadilisha mambo katika maisha. And a prayer is so faithful. Na ombi ni aminifu sana. And it goes right through even closed doors. Inapitia hata kwa milango ambayo imefungwa. Because it was able to penetrate the prison walls to loose Peter from prison. Kwa sababu ilipitia kwa zile kuta na ikaweza kufungua Petero. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. It is so important to become a prayer warrior. Ni vizuri sana wewe ukuwe muombaji. Prayer is like a bomb that does not harm. Ni kama ombi ni kama bomu ambayo haiwezi kudhuru. Amen. Amen. If you want to destroy a big house, you just throw there a bomb. Kama unataka kuangamiza nyumba kubwa unatupa bomu and kule. The whole big building explodes and is roared down flat. Na ile nyumba kubwa yote inaweza kuharibiwa na iweze kuanguka. That is what the power of prayer does in the kingdom of the devil. Hiyo ndio ombi inafanya katika kule ufalme wa shetani. It shakes all the strongholds. Inatingiza zote hizo kuta zote. I might look so minor in the eyes of men. Naweza kuwa naonekana mdogo sana katika macho ya watu. But I possess that great power that changes things. Lakini niko na hiyo nguvu ambayo inabadilisha mambo. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. The book of John chapter 16 verse 24 says. Katika kitabu cha John 16 mstari wa 24 inasema, you ask nothing in my name, but ask now in my name and your joy will be full. Umeuliza chochote katika jina langu, lakini sasa uliza kwa jina langu na furaha yako itatimizwa. The book of 1 Peter, I'm saying because I believe you are writing down the scriptures. Na nasema kwa sababu naamini ya kwamba unaandika haya. The book of 1 Peter chapter 3 verse 12. Kitabu cha Petero wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 12 nasema, it says for the eyes of the Lord are over the righteous, kwa sababu macho ya Mungu yako kwa watakatifu, and his ears are open to their prayers, na masikio yake yamefunguliwa kwa maombi yao, but the face of the Lord is against them who that do evil. Lakini uso wao umefichwa kwa ambao wanatenda dhambi. Amen. Amen. I believe you got that. Naamini umepata hayo. The last point is about witnessing. Jambo la mwisho ni kutoa ushuhuda. Once you become a Christian, ukikuwa Mkristo, you cannot just keep quiet and not tell other people what the Lord has done to you. Huwezi nyamaza na ukose kuambia wale wengine ambao Mungu amekutendea. I believe if it's a good thing, I want people to see it and to rejoice together with me. Naamini kama ni jambo nzuri utaambia wenzako ili mfurahie pamoja. It is only a bad thing that you will not people to know. Ni jambo baya tu ambalo hutaambia
wenzako wajue. When you receive Jesus Christ, you become a child of God. You will want everybody to know. Ukimpokea Yesu Kristo kama Mwokozi wako, utataka kila mtu ajue. The word of God in the book of Romans chapter 10, starting from verse 1 says, confess that Jesus is Lord with your mouth and you are saved. Neno la Mungu katika kitabu cha Romans 10 kutoka mstari wa kwanza inasema ya kwamba sema ya kwamba Yesu ni Mwokozi kwa kutumia mdomo wako. Because you confess with your mouth and you are saved. Ukisema na mdomo wako ya kwamba umeokoka, you believe with your heart you are saved and you confess with your tongue. Uamini na roho yako umeokoka na useme na mdomo na ulimi wako. Witnessing is sharing your experience with Christ, you encouraging other people. Kutoa ushuhuda ni kuambia wenzako na kutia nguvu wenzako ambao Mungu amekutendea. Amen. Amen. God expects you to do that all the time. Mungu anataka wewe ufanye hayo kila wakati. Because by so doing you bring even other people to the knowledge of Christ. Ukifanya hayo unafanya wengine waje katika Kristo. The word of God in the book of Revelation chapter 12 verse 1 says they overcame by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Katika kitabu cha Revelation 12 mstari wa 11 inasema ya kwamba waliweza kushinda kwa kupitia damu ya mwana kondoo na maneno ya ushuhuda. When you share the victory of the Lord, that is like saying you also partake in that victory. Ukitoa au useme uzuri wa ushuhuda wa ushindi, wewe unakuwa mmoja wa washindi. When you share about the goodness of the Lord, ukisema uzuri wa Mungu, when you speak about his victory, ukisema kuhusu kushinda kwake, that also becomes your part. Inakuwa hata wewe uko pale. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So through this study we have been able to learn, kwa kupitia haya tumeweza kusoma, that church attendance and Bible study and prayer and witnesses are the core points for a Christian to be victorious in Christianity. Kwenda kanisa, kusoma neno, kuomba na kutoa ushuhuda, hiyo ndio nguzo kuu kwa Mkristo. There's no way you can defeat that if you live on those things. Hakuna jambo utakuwa mshindi kama hutaweza kufuata haya. May the Lord bless you. Mungu awabariki. Dear Lord, I want to thank you and to worship you this time for the word that you have given to us. Thank you, Lord, because you are teaching us on the ways how to grow into people who can be expected in your kingdom. We worship your name as we uplift our country before your presence also. Jehovah Father, as we go through this pandemic, we believe, Lord, that you are working out, Jehovah Father, everything for our good, in favor of your Son, Jesus Christ, who dwells in us. Thank you, Jehovah Father, because you are healing Kenya, and Jehovah, you are healing our nation, and you are healing the world as well, Jehovah Father. And you are transforming the world, Jehovah, my Father. I also know, Jehovah God, that through this thing, Lord, you are teaching us a lesson. And you are also showing the really ones that love you, Jehovah Father, the love of God. You are also, Jehovah, my Father, revealing those who trust in you. Jehovah, I thank you and I praise your name. This is my prayer, that you will help me, Lord God, to continue abiding in righteousness and continue proclaiming your goodness to the nation and continue to be a hope to the dying world. I thank you and I praise your name. Lord God, as you say, this is the last time, my Father, help us to beware. Help us to go in the ways, Lord, that pleases you, Lord. And we shall exalt and glorify your name. You are holy and you are worthy. As we depart from this place, we ask for your guidance. Jehovah Father, go along with us. Read us, O Jehovah Father, as we go out and coming back for the glory and honor of your name. Once we meet again in this sanctuary, we shall glorify and worship your name. In the name of Jesus Christ, we pray.